Naam, ujambo mtazamaji na karibu katika mahojiano maalum. Tumebahatika kutembelewa na Mheshimiwa Baba Levo, ni mbunge wa Kigoma mjini, anawakilisha wana Kigoma katika bunge la taifa pale nchini Tanzania. Tutatafuta naye mawili matatu kuhusiana na safari yake ya siasa kutoka kwenye wanamuziki moja kwa moja bungeni. Mheshimiwa, kwanza karibu. Mimi nashukuru sana nimefika hapa, na ni mara yangu ya kwanza kufika hapa South Africa, kufika kwenye kituo kikubwa cha matangazo cha hapa South Africa, na nimefurahi kwa kweli. Asante sana. Umepata fursa ya kuchaguliwa kuwa mbunge wa Kigoma mjini. Kwanza hongera sana. Mimi nashukuru sana. Na ulitangaza mshindi, ulijisikiaje? Kutokana na aina mpinzani nilikuwa naye ilikuwa haiishi mpaka iishi. Kwa hiyo nilivyotangaza sasa nikaamini sasa nimekuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Ndoto ambayo nimeiota kwa miaka mingi sana ya kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, kupata nafasi ya kwenda kuwasemea watu wa Kigoma. Watu wanakufahamu kama mwanamuziki. Ndio. Kwa sasa wewe ni mwanasiasa. Ndio. Yaani kutoka majukwaani moja kwa moja bungeni. Ndio. Ni kitu gani kilikushawishi au ulishawishika na nini kuingia kwenye siasa? Moja kati ya vitu ambavyo vilinishawishi zaidi ni kwanza mapenzi ya watu wa Kigoma dhidi yangu. Watu wa Kigoma walionyesha wazi kwamba tunakupenda na tuko tayari utuongoze. Na ushawishi huo ulionekana dhahiri kwa kuniambia mimi mwenyewe, lakini kwa kuambia watu wengine, ni wao kwa wao wakiwa na bishana na kuongea kwamba hapa Baba Levo ndo anaweza kutusaidia. Kwa hiyo ilipofika huo muda nikaona sasa ni muda wangu kuweza kuingia kwenye kinyang'anyiro. Ilikuwa ngumu kidogo, nilijaribu kuongea na brother Zito kwamba bwana sasa naona kama mimi na shughuli nyingi ambazo zinaweza zikaniletea kipato, lakini naona wewe shughuli ambayo unaitegemea zaidi ni siasa. Kwa hiyo nafikiria kama ninge step out ili nikuache uweze kuendelea kabla sijapewa dhamana. Lakini Zito nadhani hakuwa ananiamini, aliona kama hata ukiendelea nitakupiga tu, umeona. Basi nikasema tuingie kwenye mchezo. Tulipoingia kwenye mchezo naona mambo yakawa ni magumu upande wake. Alijaribu kutumia kila aina ya mbinu ambazo kwa kwangu mimi zilikuwa ni maji matupu. Hazikuweza kufua dafu kutokana na mifumo nilokuwa nayo, aina ya siasa ninazozipeleka. Ukiona mimi ni kijana, bila shaka. Kwa hiyo nina umati mkubwa sana wa vijana ambao walikuwa wako tayari kusimama na mimi. Kwa siasa zangu zililenga level hiyo, level ya vijana, level ya jasiriamali wadogo. Yeye siasa zake zililenga mikataba ya bandari, mikataba ya nchi na nchi, mikataba ya nchi na makampuni, ambao kwa muuza nyanya wa chini ukimwambia mkataba sio wa escrow sio wa nini, yani kama vile kichwa chake unakichanganya. Kwa hiyo lakini uteuzi wako ulipingwa na watu walisema mchakato haukuwa vizuri na au kuishia kwenye mchakato ule wa kwanza, lakini pia matokeo wengine waliyapinga. Kiuhalisia unapokuwa kuna ushindani, sio kila mtu akishindwa talizika. Kuna mtu anaweza akajaribu kuchallenge kile kilichotokea, lakini pia kuna mtu mwingine anaweza kaa anaona aibu kuonekana ameshindwa, kwa ana challenge ili kuonesha kwamba hakushindwa kihalali. Lakini kwa namna nilivyofanya siasa na mikutano jinsi ilivyokuwa, kwa kura zile, hata kama ingekuwa kila mpiga kura yake anafika na mkabidhi mgombea, nadhani Zito angekuwa na kura kidogo, mimi ningekuwa na kura nyingi sana. Hivi unadhani ni kitu gani kilikupeleka bungeni? Ni mziki, umaarufu ambao ulijitengenezea kwenye mziki, au ni ahadi ulizozitoa kwa wananchi na kampeni, sera ambazo ulizitangaza ndo zilikufanya wale wananchi wakuamini na wakupe dhamana ya kuwakilisha bungeni? Kwanza ni mapenzi ya watu wa Kigoma. Hicho ndicho cha kwanza ambacho kilinipa nafasi. Lakini pili ni nilivyokuwa diwani. Mambo niliyoyafanya wakati mimi nikiwa diwani, yale mambo yaliwapa imani kubwa wananchi, wakasema huyu mtoto amekuwa diwani, amefanya 1, 2, 3, 4, 5. Tukimpa kwenye ubunge atafanya zaidi. Lakini cha tatu, uwezo wangu wa kuongea jukwani. Mambo ambayo nilikuwa nawaambia wananchi ni mambo ambayo
yalikuwa yanawagusa wao moja kwa moja, na ndio maana nimekuambia ahadi zangu. Ukiangalia ahadi zangu mimi ni ambazo zimenipa ubunge, nimeahidi kupata barabara ili kuweza kusaidia kufuta vumbi jimbo la Kigoma mjini. Lakini ahadi ya pili, nimeahidi kuboresha masoko, hasa masoko ya jioni. Ni ahadi mbili ambazo Zitto amehangaika nazo, ameshindwa kuzipangua, kwa sababu ni ahadi zinazolenga wananchi wote, hasa wananchi wa chini ambao ndio wengi. Na katika ahadi hizo ambazo uliziahidi kwa wana Kigoma, ni ipi ambayo mpaka sasa umeshaitekeleza? Tumeanza mchakato wa kujenga soko la Kwanoti. Nadhani watu wa Kigoma wanajua soko la Kwanoti ni soko ambalo liko Ujiji, ambalo ni soko la muda mrefu sana, ni soko la zamani sana. Lakini cha pili, tumeanza tayari ujenzi wa barabara, kwa sababu mimi ninaahidi vitu viwili, barabara na masoko. Nashukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan katika bajeti ambayo ilikuwa imepitishwa, ambayo mimi nimeikuta, kwa sababu unajua mimi nimekuwa mbunge mwezi wa 10, bajeti imepitishwa, imeanza mwezi wa 7. Kuna baadhi ya pesa zinaweza zilipitishwa kwenye bajeti lakini zisije, lakini mama ameanza kuleta, na nimepata barabara 2 ambayo tayari nazijenga. Nimepata barabara ya kutokea Nazareti kwenda airport, lakini nimepata barabara nyingine ya mtaa wa Zuru, sehemu moja panaitwa Gungu. Lakini nimeanza kujenga hilo soko la Ujiji ambalo ni soko la jioni, soko maarufu sana, soko la Kwanoti, ambalo nalijenga kwa kuliwekea paa, kuweka meza za kisasa na kuziwekea pavement na kujenga vyoo na vitu, ili watu wafanye biashara zao sehemu ambapo ni safi na salama. Baada ya hapo safari inaanza. Kumbuka na miezi 4 tu, kwa hiyo huwezi kutimiza ahadi zote kwa miezi 4. Naam, wewe ni mbunge wa CCM. Naam. Kama chama chako cha CCM kitapitisha maamuzi yanayopingana na maslahi ya wana Kigoma, wewe utasimamia upande gani? Nitasimama na wana Kigoma. Utasimama na wana Kigoma? Yes, kwa sababu hakuna namna yoyote ya kukinzana na watu ambao walikuchagua. Kwa sababu hata Chama cha Mapinduzi chenyewe kimechaguliwa na watu, kwa wale ndo mabosi. Yes, chama kinanipa ngao kwa sababu nchi yetu bado hamna mgombea binafsi, lakini matajiri ni wananchi. Na maswali mawili ya mwisho. Swali la kwanza, sasa hivi kuna changamoto la demokrasia nchini Tanzania. Kwa namna unavyoona siasa inavyoenda nchini Tanzania, je, kuna demokrasia ya kisiasa? Kwa namna moja au nyingine. Unajua mimi nilikuwa mpinzani, kwa hiyo mimi najua namna ambavyo wapinzani tulipitia joto kali enzi za John Pombe Magufuli. Kwa msimu huu wa mama, vitu vingi sana mama alivibadilisha, ikiwepo mikutano ya hadhara. Wakati wa John Pombe Magufuli tulizuiwa, mimi nilikuwa mpinzani, hatukuweza kufanya chochote. Alipokuja Dr. Samia akasema ni haki yao, waache wafanye. Sijui kama unanielewa vizuri. So kuna mambo mengi sana ambayo Dr. Samia amejaribu kuyaondoa, ambayo yalikuwa ni maamuzi ya mtangulizi wake, ili kufanya watu wawe fair. Wakina Mbowe walikuwa wako gerezani na vitu vingine, walitoka gerezani. Lakini kumekuwa na tatizo moja kwamba mtu anaamini akiwa mpinzani hawezi kufungwa. Hiyo ni wazo ambao ni wazo potofu kabisa, kwamba ni ukiwa mpinzani tu ni unaweza hata kumpiga mtu risasi, ukikamatwa utasema ananifunga sababu ni mpinzani. Hapana, sheria za nchi zinafuatwa bila kujali wewe ni mpinzani ama sio mpinzani. Ikitokea sheria inapindishwa kwa sababu labda wewe uko chama tawala na vitu vingine, hiyo ni hao wanaosimamia sheria wanafanya vitu vyao, lakini kiuhalisia sisi tunaamini kwamba sheria inapaswa ifuate mkondo wake. Swali langu la mwisho. Ndio. Na kama swali la kizoshi. Ndio. Wewe ni msanii. Tulizoea mara nyingi kuona ukichekesha, wakati mwingine unavua hata nguo, mashati na hivi unapoona klipu zile unajisikiaje? Mimi ni mtafutaji. Kwa hiyo kila utafutaji una miundombinu yake, una mifumo yake ya kutafuta. Kwa hiyo nilivyokuwa natafuta kama influencer, kuna sehemu nilitakiwa nivue shati, nilivua shati. Sasa hivi nina play part kama mbunge, kuna sehemu natakiwa nivae tai, nitavaa tai. So hakuna shida yoyote. Na hizo video clip
zimetumika sana wakati wa kampeni. Wakati wa kampeni wasema mnataka kuchagua mbunge huyu, yuko kitumbo wazi, anajirusha kwenye swimming pool, amevaa mataulo, sio anafanya nini, anavaa makaptula, anafanyaje. So hazikusaidia kwa sababu hazikuwa hoja ambazo zinaenda kuwasaidia wananchi kwenye maendeleo yao. Wananchi kuna vitu wanavyotamani vifanyike, na mimi ndo nilienda kuvisema hivyo. Kwa kaamini huyo mtu ambaye mnasema alikuwa tumbo wazi, kama anataka kufanya haya ndo tunayataka. Kwa hiyo hivi ni tabia gani ambayo ulikuwa ukifanya kipindi kile ukiwa msanii, umeiacha na umepeleka tabia gani kwenye siasa? Yapo mambo mengi ambazo miongozo ya bunge na kanuni zinakataza. Kwa hiyo yale yote ambayo yamekatazwa na bunge nimeachana nayo. Ni mengi ambayo ukifanya yatakuwa nadhalilisha muhimili. Kwa hiyo na utaadhibiwa, kwa sababu bunge linakuadhibu. Kuna kamati ya maadili, unaitwa, unaadhibiwa. Na unaweza hata ukanyang'anywa ubunge wenyewe kama utafanya hayo makosa kwa kuendelea. Kwa hiyo yapo mambo mengi ambayo tunaachana nayo, na yapo mambo mengine ambayo tumeanzisha. Na kitu kimoja lazima ujue, mimi sitofanana na wabunge wengine, kwa sababu kila mbunge ana njia ambayo alipita kupata ubunge. Kuna lugha ambayo alikuwa anaongea na wananchi wake ambao walielewa, ndio wakampa ubunge. Kwa hiyo usitegemee kamwe Baba Levo anaweza kaongea labda kama kama Mzee Majaliwa, au Baba Levo akaongea kama Januari Makamba au nani. Hapana, mimi nina lugha yangu ambayo naamini nikiiongea ndio watu wa Kigoma wanasikia raha, na mimi kazi yangu ni kuhakikisha watu walionichagua wanasikia raha, bila kujali mtu aliyopo South Africa atachukia au mtu aliyopo Mbagala atachukia. Mimi naangalia wale walionipa ajira, watu wa Kigoma mjini. Nikifanya jambo lolote hapo, mambo nayafanya yanawakera watu wengine. Kwa mfano, mimi nimekuwa mbunge kwa miezi 4, lakini sasa hivi nimefuta kabisa swala la mtu akifariki kuzikwa na sanda ya deni. Najuaga watu wanaona sanda, mtu ana co-pass. Sasa hivi mtu akifariki Kigoma mjini, tumepeleka sanda kwenye kila kata. Unaenda unaomba, unapewa bure. Tumefuta swala la kununua sanda Kigoma mjini. Mimi nimekuwa mbunge kwa miezi 4, nimefuta swala la mwanafunzi kukosa mkopo na kukaa nyumbani wa chuo anasoma degree. Nimelipa zaidi ya milioni 100 na kitu kwa ajili ya wanafunzi ambao walifaulu kwenda chuo kwa ajili ya kusoma degree, lakini walikosa mkopo na wakawa wanafukuzwa vyuo. Mimi nimelipa ada wanafunzi zaidi ya 76 mpaka sasa hivi. Nimewalipia ada ni chuo, na hao nitawalipia miaka yote 5. Hiyo ni kwa hela ya wadau. Mimi nimeenda kuomba kwa ndugu zangu. Mimi niombaomba ule mji. Hiyo kitu nimeiona. Yes, kwa nimeombaomba kwa mji, kilichopungua sehemu nimeongezea zangu, nimefanya. Nimekwenda, nimegundua vijana wengi wanakopeshwa pikipiki wanalipa 15,000 kwa siku. Mimi nimewatafutia pikipiki, nimenunua kwa hela zangu za mfukoni, pikipiki za zaidi ya milioni 100 na kitu, na nimeenda nimewapa vijana pikipiki kwa siku walete 3,000 badala ya 10,000, 15,000. Na nimewapa task kwamba ukiweza kulipa kwa mwaka mmoja, mimi nakusamea milioni 2 na kitu. Nakusamea na pikipiki inakuwa ya kwenu kama kijiwe chenu. Nimewapa watu wa vijiwe, lakini sijampa mtu mmoja mmoja. Nimewapa vijiwe kwa sababu kwa watu, ukisema kwa watu wengi, kumpa mtu mmoja mmoja inakuwa ina gharimu sana. Kwa hiyo nimeamua kufanya kwa vijiwe, kuwapa hizo. Mimi tena huyo kwa miezi 4 ambao nimekuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, nimepeleka madaftari kwa kila mwanafunzi wa shule ya msingi katika jimbo la Kigoma mjini. Nimetafuta hela, nimepeleka. Sasa hivi niko katika harambee ya kufuta mwanafunzi asikae chini ya kutafuta madawati. Hizo hela zote kumbuka sio za serikalini, ni hela za wadau, marafiki. Naenda nafanya uchawa, naenda naombaomba, nikipata napeleka Kigoma. Na watu wa Kigoma ukimwambia mbunge yenu ni chawa, wanasema ina ubaya gani? Ndio neno alilonalo. Asante sana. Hongera sana. Nashukuru sana kwa kujibu maswali yangu. Nashukuru sana. Poa.